Bwana, mambo vipi? Ni siku nyingine tena. Leo ni tarehe 4 mwezi wa 4 mwaka 2025. Tupo tunazungumza michezo hapa na wachambuzi ambao wao wamebobea kuangazia ya kimichezo kila siku, na hii ni Clouds Digital. Usisahau kutufuatilia kwenye YouTube yetu pale. Tunakuwa live kabisa tukizungumza masuala mazima ya kimichezo. Naitwa Andrew Baigezi Nehemia, mwanamchezo wako, mtangazaji kabisa ambaye nipo na mchambuzi Marusu atatupa kiundani zaidi juu ya masuala yote ambayo tunaenda kuyazungumza. Bwana Marusu, uko vizuri kabisa? Bwana, nashukuru Mungu, heri ipo ndugu yangu. Mambo yanaenda kama kawa. Bwana, mwezi wa 4 sasa hivi bwana. Wako unakimbia mwaka. Imekuwa ni mwezi wa baraka, unakimbia vizuri kwa sababu ni mwezi ambao tumeshuhudia ndugu zetu Waislamu wakisherehekea Idi, lakini pia wakitimiza tunu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini pia sasa hivi Wakristo nao wanaendelea na Kwaresma, mimi mwenyewe nikiwemo, na panapo majaliwa na sisi tumaliza na kula Pasaka pia. Kwa hiyo ni mwezi ambao una mengi mazuri ya kidini, kukua kiimani na yote ambayo ni ya mjumuiko kwa pamoja. Unajua vitu kama hivyo. Bwana, fresh tu ya mifungo tuachie hapo. Sasa tukazungumza kwenye mchezo hapa. Tumeona Simba kwenye mashindano ya shirikisho barani Afrika ameweza kufungwa bao 2. Sasa anasubiri mchezo wa marudiano tena utafanyika Benjamin Mkapa. Pengine unadhani wapi Simba alipokwama ukitazama mchezo ule wa kwanza, na ni wapi Simba aweze kurekebisha ili kuweza kujihakikishia kwenda hatua ya nusu finali? Swali nzuri sana, lakini ambalo linaanza kujibiwa na mpira wa miguu kuwa na matokeo ya aina zote, ama kuwa na ugumu sana kubashiri kitu gani ambacho kinaweza kikatokea next, kwa sababu Simba kwenye mchezo wa kwanza walicheza vizuri lakini hawakushinda. Al-Masry hawakucheza vizuri sana lakini walishinda. Inaweza kutokea pia kwenye mchezo wa marudiano Simba wakacheza vibaya wakashinda, Al-Masry wakacheza vizuri wasishinde. Ama inaweza kutokea pia kwenye mchezo wa marudiano Simba wakashinda mchezo lakini wasifuzu kwenda kwenye hatua inayofuatia. Kwa hiyo ndivyo mpira wa miguu ulivyo, kwa maana ya kuna vitu vingi ambavyo hauwezi kuvitarajia ama kuvibeti moja kwa moja katika ile idea ya hisia, kutumia hisia kwenda kuona yupi anastahili na yupi hastahili. Lakini ukija kwenye performance analysis, ukija kwenye data sasa na kwenye namna ambavyo timu zote mbili zilicheza kwenye mchezo wa kwanza, hapo ndipo maybe unaweza kupata walau mwanga wa kwa nini fulani alistahili, kwa nini fulani hakustahili. Na kwenye game ya kwanza kama unakumbuka vizuri Andrew, Simba ilikuwa ndio timu ambayo ilimiliki zaidi mchezo kwa maana ya asilimia kubwa ya possession, lakini pia hata kutengeneza nafasi. Simba walitengeneza zaidi ya nafasi 20 za kufunga magoli siku ile. Mahmoud Gadi, goalkeeper wa Al-Masry, alifanya saves 8. Unajua clean saves ambazo Simba wangeweza kufunga mabao, lakini sio hivyo pekee yake. Kuna aina nyingi sana ya nafasi ambazo Simba walitengeneza kupitia unaweza kusema utatu wao mtakatifu wa eneo la kiungo cha ushambuliaji. Jean Charles huwa Eli Mpanzu pamoja na Kip Dennis kuweza kufunga mabao, lakini haikufanikiwa kwa hivyo. Hata Ronald Lateba, japokuwa watu wengi wana question whether or not alipaswa kumaliza mchezo, lakini naona pia na yeye kwa maoni yangu hakuwa na mchezo mbaya kiasi hicho. Na swala la Simba kwa kufunga magoli siku ile alikuwa ni swala la mtu mmoja, ilikuwa ni timu as a general. Kuna namna fulani timu in general kuna namna fulani hawakuwa katika lile daraja ambalo unaweza kusema lilikuwa ni nafasi yao bora kuweza kupata matokeo, lakini still lazima utawapa heshima tena Al-Masry kwa kile ambacho walikionyesha, kwa sababu walikuwa kwenye uwanja wa nyumbani, walicheza kwenye nidhamu kubwa, hawakuhitaji sana mpira, walicheza zaidi kwa kuwa na wasema anticipation ya kushambulia sana na kuacha maeneo yao ya nyuma wazi, lakini pia nyakati ambazo walipaswa kwenda kushambulia walikwenda vizuri. Watu kama kina Abdelrahim Degboum ambaye alifunga goli lake la kwanza kwenye mchezo, jezi namba 30, lakini pia John Ebuka ambaye alifunga goli la pili, na ni mchezaji ambaye ameingizwa kwenye timu kwenye dirisha dogo. Alitoka Ceramica Cleopatra ya pale nchini Misri kwenye dirisha dogo kabla ya kujiunga na Al-Masry. Kwa hiyo inakuonesha ni kwa namna gani huu ni mchezo ambao kwanza una mkusanyiko wa wachezaji wa madaraja makubwa, lakini ambao yoyote atayepita kutoka kwenye hii hatua basi atakuwa amestahili, kwa sababu tayari ni timu bora. Naizungumzia Al-Masry ambayo nchini Misri, ukitoa National Al-Ahly, ukitoa Zamalek, ukitoa Pyramids, wanafuatia wao kwa kuwa timu bora kwa takriban misimu 3-4 sasa, na hata kwa umri ni moja kati ya vilabu vikongwe sana. Walianza mwaka 1920 huko, muda mrefu sana. Na
wana umri mkubwa kuliko hata Simba wenyewe ambao walianzishwa mwaka 1996 kama nakumbuka vizuri. Kwa hiyo ni kitu cha namna hiyo. Pengine wanakuja hapa nyumbani Tanzania. Kama sijakosea tarehe kama tarehe 9 kama sijakosea. Game ni tarehe 9. Kwa hiyo wanaweza kuja walau masaa 78 kabla ya mchezo ama 72 na vingine kama hivyo. Nini Simba wafanye kwenye game ya hapo nyumbani? To be honest, unajua katika vitu ambavyo vitamchanganya kocha yoyote ule wa mpira wa miguu ama wa timu yote, yani chochote ambacho kinahusisha timu, ni pale ambapo unapocheza vizuri halafu upate matokeo. Inakupa mtihani mkubwa sana wa kujiandaa na mchezo wa marudiano kama ni game ya leg mbili ya nyumbani na ugenini. Simba walicheza vizuri sana Misri, hakupata matokeo, lakini kwenye mchezo unaofuatia huu ni lazima wapate matokeo. Tena sio matokeo, lazima wafunge walau magoli matatu bila kuruhusu bao ili kuweza kufuzu kwenda kwenye hatua inayofuatia. Walicheza vizuri, hawakuweza, inabidi ajilinde na vyote kwa pamoja. Kwa hiyo ni mtihani kidogo, na binafsi yangu mimi nafikiri jambo ambalo wanapaswa kulirekebisha Simba ni namna ya kuzitumia nafasi. Ukimwangalia Leonel Ateba ambaye watu wengi wanamtupia lawama, pengine ndio chanzo kwa nini Simba ikusukoma magoli mengi siku ile Misri, lakini mimi sioni kama ni jambo la yeye peke yake. Palikuwa na nyakati ambazo Mpanzu alipaswa kutoa pasi sahihi, hakutoa, japokuwa pia palikuwa na nyakati nyingi ambazo alipaswa kutoa pasi sahihi na alifanya hicho kitu. Janchaza huwa pia palikuwa na nyakati alipaswa kutoa pasi lakini akapiga shuti. Lakini pia kwa Kibu Denis kuna nyakati ambazo alipaswa kutoa pasi mapema, alikana mpira zaidi ya muda ambao unapaswa. Na kwenye mpira wa miguu unapotumia muda mwingi kukaa na mpira unapunguza nafasi ya kuweza kuitumia kuweza kushambulia timu pinzani. Na muda na nafasi ni rafiki wazuri sana wa timu yote ambao wanataka kufunga magoli mengi kiwanjani kwenye mpira wa kisasa hivi sasa. Kwa sababu ukichelewa kutoa pasi inamaanisha walinzi wanapata nafasi ya kurudi kwenye maeneo ya kuzuia. Ukiwahi ina maana unakuta walinzi hawako kwenye yale maeneo. Kwa hiyo nafikiri kitu cha kwanza ambacho ni bora Simba wanapaswa kufanya kuelekea kwenye mchezo wa marudiano ni kuhakikisha execution inakuwa bora zaidi. Kwamba kwenye eneo ambalo Mpanzu anapaswa kutoa pasi ajitahidi akombine vizuri kwa kutoa pasi sahihi. Kwenye eneo ambalo Kibu anapaswa kutoa pasi atoe pasi pia. Kwenye eneo ambalo Kibu anapaswa kupiga shuti apige shuti. Kwenye eneo ambalo Ahua anapaswa kutoa assist atoe assist. Na kwenye eneo ambalo anapaswa kupiga apige. The same case kwa Leonel Ateba ama Mkwala, kama watu wengi wanapopiga kelele aanzishwe. Binafsi yangu actually ukiniuliza mimi Ateba na Mkwala upi aanze kwenye hiyo game, nitastick bado na Ateba. Naona bado ni mchezaji ambaye anaofa ubora mkubwa zaidi kwa Simba Sports kwenye eneo la mwisho kuliko hata Mkwala kwa nature ya walinzi ambao Al-Masry wanao. Wanacheza na walinzi watatu, na Khalid Sobi na wengine waloko pale nyuma ambao wanafanya kazi vizuri sana na wana matumizi mazuri sana ya maguvu. Kwa hiyo unahitaji mshambuliaji ambaye anaweza kubeta nao kwenye hizo nyakati. Na ukimwangalia Mkwala hakupi sana hiyo fursa kama ambavyo Ateba anakupatia. Tunapomalizia na swala la Simba hivyo, tumeona Chemalon haikuwa yupo. Je, kama mchambuzi uliona umuhimu wake Chemalon kwenye mchezo uliopita? Yani ni jibu rahisi sana. Unajua ndio nililiona pengo la Chemalon kwa sababu aina ya football ambao anaicheza Fadlu ambayo ndio unaweza kusema standard ya ubora kwake kwa michezo yote ambayo ameicheza msimu huu kufikia sasa amehusika Chemalon Fondo, na kwenye mipango ya namna ya kucheza kukamilisha hilo ama kuonesha ubora wa Simba na kuweza unaweza kusema kuboldi kwa nini Chemalon ni muhimu. Ni umbile ambalo amekuwa akitumia Fadlu kufanya mashambulizi ama kujenga mashambulizi. Imekuwa ni 2-2-5-1 kwa maana ya kwamba center backs wawili Abdrazaki Hamza pamoja na Chemalon, alafu viungo wawili Ngoma pamoja na Kagoma, alafu fubaki wawili wanasogea juu kucheza katika advanced positions kwa maana ya Mohamed Hussein pamoja na Shomari Kapombe. Kwa kufanya hivyo hii inawaruhusu Mpanzu pamoja na Kibu Denis kushambulia kwa kuanzia kwenye half spaces. Kwa maana hiyo hili litafanikishwa ama Mpanzu na huwa na Kibu kujikuta kwenye hayo mazingira ya kucheza katikati mwa uwanja zaidi inategemeana na Mohamed Hussein na Shomari Kapombe nafasi wanazochukua. Na ili Shomari na Kapombe wasichukue hizo nafasi za eneo la juu, wanahitaji center backs wawili na viungo wawili ambao kwenye wale watu wanne wa nyuma kwenye kujenga mashambulizi kwenye phase ya kwanza wawe na uwezo mzuri wa kukava eneo kubwa la kiwanja, wawe na uwezo wa kudefend central channels lakini pia outside channels. Na kwenye hilo Chemalon ndipo umuhimu wake unakuja kuonekana. Ni mtu ambaye anacheza kama center back wakati upande wa kulia, lakini ana uwezo wa kustretch
kwenda mpaka kwa right back kukava nafasi ambazo Kapombe anaziacha kwenye mashambulizi ambapo timu labda inakuwa countered kwenye transitions. Na ni kitu ambacho Simba walilazimika kubadili namna wanacheza kule Misri kwa sababu Chemalo ni akuepo. Lakini mtu aliyeingia kuchukua nafasi yake hayuko comfortable sana kucheza kwenye hilo jukumu. Pengine kukosa nafasi labda inawezekana. No. Sio shida kukosa nafasi. Shida ni profile. Unajua kwenye mpira wa kisasa unacheza na profile. Watu wanasema si yule anaweza kucheza vizuri si namba 4 si namba 5. Katika mpira wa kisasa ni namba ambazo yani kwa mfano kwa sasa ile si huyu namba 3, huyu namba 4, huyu namba 5, huyu namba 6, namba 7, namba 8, namba 9, namba 11 ni nambari ambazo zimekufa. Yani kwa mtu ambaye yote ambaye anafahamu football ni nambari ambazo zimekufa. Ambacho kipo hivi sasa kwenye soka la kisasa ni majukumu. Yani wewe tunakuweka Nehemia ucheze center back wa katikati, lakini wakati game plan yetu inafanyika ama wakati sisi tunafanya mashambulizi, muda mwingi mtu ambaye anapaswa kufanya jukumu lako la awali la kuwa center back muda wote, full back na moja na viungo wakabaji wanacheza maeneo ambayo ni ya juu sana. Kwa hiyo ili wewe uweze kutimiza jukumu lako la center back wakati vizuri, ni lazima pia udrift mpaka kwenye eneo la full back. Kwa hiyo unajikuta huko unacheza kama full back center back, unajikuta kama unacheza labda kwa mfano upande wa kulia unajikuta kama right back center back, ama unajua ama center back vitu yani stretch inakuwa ni kubwa sana. Kwa hiyo ili uweze kwa kifupi sana kwa kumalizia, ili uweze kuona hilo utagundua kwenye mchezo zidi ya Al-Masry wa kwanza, kwa sababu Chamu hayuko comfortable, hana kasi ya kutosha kukava eneo kubwa, ilimlazimu Fadlu kumbakisha Mohamed Hussein kwenye ujengaji wa mashambulizi wa Simba. Badala ya kujenga na watu 4 kama ilivyozoeleka, akajenga na watu 5. Viungo wawili Ngoma pamoja na Kagoma, alafu nyuma yao Abdrazaki, Mohamed Hussein pamoja na nani? Pamoja na Chamu, ili kupunguza eneo kubwa la Chamu kuweza kulikava, kwa sababu hana kasi wala uwezo mzuri wa kujenga kama ambavyo alionao Chemalo. Kwa hiyo alikuwa ni pengo, na binafsi natamani kwenye mchezo wa marejeano hawezi kuwepo, lakini kwa ripoti ya madaktari na ripoti ya ndani ya Simba so far inaonekana anaweza pia hata wa marudiano nao akaukosa. Kwa hiyo ni jambo la kuweza kusubiri na kuona, lakini is a big miss. Basi watakie kila la heri. Kila la heri wawakilishi pekee wa East Africa pamoja na Tanzania. Na wawakilishi wetu hapa nchini Tanzania. Bana, hapo ndipo tunatamatisha kuzungumza yale ya kisoka. Tulikuwa tunazungumza kuhusiana na Simba, yale yaliyotokea pale Misri dhidi ya Al-Masry, wakiwa wanapiga pale, mpira ulikuwa ni mzuri, Simba ilikuwa na consistency nzuri, lakini bwana pasipo bahati wakaweza kufungwa. Tusubiri sasa tuone kwenye mchezo wa marudiano itakuwaje. Naitwa Andrew Baigezi Nehemia na hii ni Clouds Digital. Usahau kutufuatia katika mitandao ya kijamii, katika YouTube yetu ya Clouds Digital, lakini katika ukurasa wa Instagram pale tu check, we like, comment, vile unaweza ka share kazi zetu hizi ili ziweze kuwafikia wengi. Na nilikuwa na mchambuzi Marusu.